Bwana asifiwe. Amen. Nilifikiri leo tusome katika kitabu cha nabii Hosea. Kile kitabu kinafuatana na vitabu vya manabii wakubwa. Mwisho wa manabii ni kitabu cha Danieli, wale wakubwa, na inaanza na kitabu cha nabii Hosea sura 4 mstari wake wa 6. Mara nyingi tunazoea kusema lile neno, hapana kulihubiri, lakini kulisema. Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Amen. Tunafahamu ya kwamba huyu Hosea ni mmoja kati ya manabii wanaozaliwa kwa ngambo ya Nord kule Samaria au Israeli kule kaskazini. Yeye hakuzaliwa Yuda, lakini alizaliwa juu, na huko Mungu alimkamata awatabirie watu wake. Hosea maana yake wokovu au Mungu anaokoa. Huyu Hosea alitumika karibu periode moja na wale wa Isaya, alitumika periode moja na wale wa Amosi na kadhalika. Na shabaha yake kubwa au shabaha ya Mungu kwa mtumishi wake ilikuwa ni kwamba awaambie wana wa Israeli ya kuwa Mungu angali anawapenda. Lakini upendo wake hauwezi kupenda mwanadamu na upende dhambi yake. Mungu anapenda mwanadamu, lakini dhambi Mungu haipendi. Na ikiwa mwanadamu hautubu dhambi yake, Mungu atamhukumu. Ndiyo maana alikuwa na ujumbe juu ya wale ufalme wa Israeli na mfalme wa Israeli, kuambia ya kwamba mnaonywa juu ya dhambi zenu, sababu uhusiano wenu na Mungu hautembei tena vizuri, na unamuumiza Mungu. Kwa ajili ya ile, mkumbuke kwamba Mungu ni Mungu wa hukumu, lakini pia ni Mungu wa upendo, na yeye anapenda kuwakomboa watu wake. Mungu asifiwe. Kwa jumla, yale ndiyo maneno makubwa ambayo, au ni neno kubwa ambalo liliacha Mungu anamuita huyu mtumishi. Sababu mara kwa mara watu wa Mungu wengi hawajui Mungu anapomuokoa kila mwanadamu ana shabaha juu yake. Na Mungu nyuma ya wokovu akileta mwito, kila mwito wa mwanadamu pia uko na shabaha yake. Mungu akipana huduma, kila huduma ambayo Mungu anampatia mwanadamu, Mungu iko na shabaha ndani ya ile huduma. Lakini kuna wakati watu wanachanganyikiwa. Wana wa Israeli waliitwa na Mungu ili wawe watu wa Mungu ambao watatangaza uzuri, uwema, nguvu, utawala wa Mungu kwa mataifa mengine ambao hawakukuwa wanamjua Mungu. Na hii iliomba ushirika mkubwa na Mungu, sababu hauwezi kuwa shahidi wa mtu ambaye haupendi. Na upendo wa mwanadamu kwa Mungu ni kuachana na upendo na shetani na mpende Mungu. Sababu pale ni uchaguzi, au unapenda shetani au unapenda Mungu. Ukimpenda Mungu, kumpenda shetani hakumo ndani yako. Ukimpenda shetani, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Haiwezekani kwa mtu mmoja, huu wakati uko moto na huu wakati utakuwa baridi. Ile haiwezekani.
na Mungu alikasirika, na Mungu alianza kuteta wana wa Israeli, na anasema katika aya ya kwanza, lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakaao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Unaona kwenye anaanzia katika matendo yanayozaliwa na kumjua Mungu. Lakini hapa ni ukweli ni kwamba ikiwa watu hawamjui Mungu hawawezi kusema kweli. Hapana, utakuwa unasikia maneno yake haiko ya kweli. Kama uko naye anasema mzuri juu yako, ukimwelekeza mgongo anasema mbaya juu yako. Hiyo inaonyesha mtu ambaye hana Mungu maishani. Mtu akiwa na Mungu maishani, ndiyo yake ni ndiyo, na hapana yake ni hapana. Watu wa Mungu hawanamo ugeugeu. Asubuhi ni wa Kristo, usiku ni wapagani. Hapana. Mtu wa Mungu anajua kama Mungu ni Mungu usiku na Mungu ni Mungu mchana. Mtu wa Mungu hana mahali pa kujifichika. Sababu anajua na akifanya dhambi anajua ninaifanya, lakini Mungu anaona. Na Mungu atanihukumu juu ya dhambi yangu ikiwa siitengenezi. Ndiyo maana wale wanaomjua Mungu hawaishi ndani ya dhambi. Kama ukiona mtu anaishi ndani ya dhambi, yafaa kujua kama alishaanguka katika mikono ya shetani. Alishagutekwa, ni mtumwa wa dhambi. Na hapa Biblia inasema ya kwamba ikiwa haki haiko na watu wanaapa uongo na wanavunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, nao wanaruka mipaka, nao wanamwanga damu, ile ni aya ya pili. Yafaa kujua kama Mungu hayuko pamoja na wao. Na ile ndiyo hali ilikuwa kwa Waisraeli, na ndiyo hali tunakuta siku hizi hata katika waamini. Anakuambia neno na anaapa kweli nitafanya, lakini kinyume cha ile tunaona uongo. Anafanya ahadi, nitafanya hiki, nitafanya kile, usiitiki. Leo nilisikiliza Radio Maendeleo asubuhi, bibi yangu anakuwa na kaimisho kamwe anapendaga kufuata pale. Wanasema habari za vijijini. Na pale ni maskandali. Lakini sasa walisema na fete zenyewe zinafanyika huko ngambo za Kabamba kule Katana na hivi. Na hapa Bukavu zinakuwaka. Ya kama kuna namna mbili wanatoa ahadi ya kupana kitu. Wanafanya kamba moja, kuna namna wanaisuka. Iko ya kamba mbili. Bakiipana maana yake mtu anapana mbuzi. Na ya tatu maana yake mtu atapana ng'ombe. Na anasema sasa wanafanyaga hivyo tu, wataenda pale mbele, anasema mimi ninapana hii, mimi napana hii, na watu wanasema anafanya ahadi, maana yake ataitimiza. Sasa swali lilikuwa hawazitimizaji, wanasemaga tu katika midomo, lakini baadaye hawatendi chochote. Na swali lilikuwa hivi, je, waende wawashitaki au wafanye nini? Bibi yangu akaniambia jibu yenyewe walipana, wanasema muache vile, ninawaangalia wao wenyewe na mambo yao. Njoo hii hapa, watu hawana woga wa kuapa, hawana woga wa kutoa ahadi za uongo, hawana woga wa kuvunja amri ya Mungu, hawana woga wa kuiba. Leo aliniambia, anasema sie banamuke iko sawa, tunakufa mara hii. Banamuke. Ananiambia walisema mwanamke mmoja mtoto wake alimkamata na mwanaume. Walisema mwanamke mwingine, walisema mwanamke mwingine, walisema mwanamke mwingine, na banamuke ine kwa uzinzi tangu siku ya jana, siku ya tatu mpaka leo. Na hapa unaona unasema kuiba na kuzini. Leo manyumba zinatobolewa.
Leo wanyang'anyi wako kila fasi, watu wanaiba, hata leta naye iko anaiba. Mnasikia? Hata leta iko anaiba watu. Nilibambia kama hizi siku niko mwanafunzi wa Magufuli. Jana nilifuata mwinjilisti mmoja anasimama mbele ya Rais Magufuli, anamwambia, mheshimiwa, nitakwambia na kwa nini dhahabu haziko zinaonekana ndani ya nchi, ijapokuwa nchi yetu inatoa dhahabu nyingi sana. Na alikuwa na ujasiri wa ajabu. Namwambia, nitakwambia kila ambacho haujawahi kusikia, nitasema kila ambacho hakijawahi kusema. Na naeleza namna gani wafanyabiashara wa or wanapata or, wale wachimbaji. Kwanza serikali anawakula faranga za mingi. Wale wanaonunua, anasema kodi zenye wanatoza juu ya dhahabu. Anasema mwisho nikaona Magufuli anakamata mkono wake kwa machafu. Na anasema, sijui kama utanivumilia. Anamwambia, sema tu. Sana eleza. Mwisho anasema, wakati sisi wafanyabiashara ya dhahabu tunaona kama serikali inatunyanyasa, hatuna faida tena ndani, tunatumikia tu serikali lakini sisi hatupati kitu. Kwa ajili ya ile tunavuka mipaka tupitie Kenya au tuende ngambo nyingine bila kupitisha dhahabu yetu kwa serikali. Sababu serikali inatunyanyasa. Kwa nini serikali haiwezi kutupunguzia kusudi dhahabu yetu isiingie katika sanduku yetu? Ndio tuko leo kwa Kongo. Kongo wanalipisha ushuru mingi, hata utajisikia wewe mwenye kufanya biashara haukupata kitu. Hii service inakuya lipa, ile inakuya lipa, hii inakuya lipa, hii inakuya lipa. Tutaenda wapi? Mwisho oro ya nchi, je vous assure, ndani ya nchi, ndani ya hii province muko fraude moya impeccable ya niveau ya juu. Sababu gani? Sababu serikali inanyanyasa watu, mwisho watu wananyanyasa serikali. Wewe unaona container moja inatoka Dubai au inatoka China. Ile container kwa kuingia hapa inapaswa kufanya manyanga ya ajabu. Kwanza iende Rwanda iikule hapo. Kwa kuweka ndani ya depo yao watadesharge kwanza biashara mule. Bakongomani banalipa kwanza 400. Baadaye wanaluwe makamion za Rwanda zilete biashara hapa, kusudi biashara bijulikane kama binanunuliwa ndio kutoka Rwanda, ijapokuwa Rwanda haina izina ya kubitengeneza. Zile kamio moja $3,000 biashara bikuye hivi. Sasa inaingia hapa, Ofida inakuya, sijui OCC inakuya, na batu ya hygiene banakuya, baenda bakontrole kama ndani ya bitenge hamuna ugonjwa. Kila kitu na badeklara nabo wanakuya. Ile franga yote ni franga ingeingia ndani ya kesi ya leta. Lakini ukibagipana 500 hapa ni 50 zitaingia kwa kesi ya leta na 450 zinaingia ndani ya mfuko. Mwisho badeklara pewe 7,000 kusudi ya deklare mtugari moya. Na leta atapata ngapi? Labda 3,000 na mia ngapi, na zile 1,000 zingine zote ni za badeklara pamoja na watu ya douane. Wewe ushangaa. Mwisho bwizi inapita mipaka. Na nabii anasema na kuiba na kuzini. Njoo ile bibi yangu alisema leo, anasema siba na mke, maana yake hakuna hata siku moja inaweza kupita na sisi hatukuzini. Na mimi nikamuuliza, ninyi wanawake mnazini na nani? Wewe unasema tu wanawake, lakini hausemi sisi wanaume. Nikamuuliza, umbwe ngapi zenyewe ulisikia wanamke ya huku kwetu walilala nazo? Anasema hakuna. Sasa wanajizini wao wenyewe kwa wenyewe? Anasema hapana. Sasa anasema lakini ni sisi wanasema
hawasemi wanaume. Wao ushangae. Ule wakati wa Hosea uzinzi ulipita mipaka. Hapa wanasema huruka mipaka. Maana yake nini? Hakuna mtu mwenye anaheshimia anatosheka na kakipande ka shamba kenye iko nako. Ya mwenzake ndiyo bora kuliko yake. Hakuna nchi inatosheka na mpaka wake. Leo sisi wa Kongole tunanyanyaswa. Huku ngambo waseme mpaka haiko hapa, njoo ingekuwa. Waganda waseme mpaka haingekuwa pale. Wale wa South Africa wanasema mpaka haingelikuwa pale. Sudan wanasema mpaka haingelikuwa pale. Angola iseme mpaka haingelikuwa pale. Zambia iseme mpaka haingekuwa pale. Tanzania nadhani nabo watasema na bahari na mpaka haingelikuwa pale. Labda Burundi nabo wanasema huku chini mpaka haitakuwa pale. Mwisho ni nini? Wanavuka mipaka. Na Biblia inasema nini? Alaaniwe mtu yule anayetosha kipimo cha mpaka kwenye kiliwekwa akakisokeza kando. Na ile ilikuwa kwa wana wa Israeli. Wanaruka mipaka. Na damu hugusana na damu. Hapa maana yake umwangaji wa damu unapita. Maana yake nini? Mtu anasema au nikufe au nikuue. Damu inagusa damu. Njoo tuko nayo leo. Najua manabii wangeliamka leo, wangelituuliza sisi tuliowekwa kwa hizi siku tunafanya kazi gani? Wewe unasikia, mnaona namna gani watu wanazikwa wazima? Walianza kwanza na kuua na kunyang'anya ng'ombe, baadaye ni watu wanauawa na kuzikwa wazima, na wanakufa hivyo hivyo, wako wanawatosha ndani ya makaburi. Unashangaa vichwa vilisha pasuka, hakuna mtu tena anaogopa damu. Maana yake nini? Maarifa imekosekana. Ukienda pale chini inasema kwa ajili ya hayo nchi inaomboleza. Ninashangaa kabisa. Kumbe nchi zina mali. Nchi duniani ziko na mali mingi sana, lakini zinakosa uongozi. Mkongomani hangelilia hivi tuko tunalia, lakini sababu ya uongozi mbaya ndio mateso tuko nayo. Sababu hawa warebele wote wanazaliwa na uongozi mbaya. Kama kungelikuwa uongozi wenye maarifa na ujuzi, hawa warebele wote wanaoua watu hivi hawangekuwa. Lakini haki ikikosekana, hakuna amani bila haki. Haki ndiye mama wa amani, na haki inaletwa na kiongozi. Niliona huyu mwalimu wangu wa siku hizi wanasema juu ya mkubwa mmoja wa askari makosa anayoifanya, na anasimama katika mkutano anasema mlete yule askari. Wanasema hayuko hapa. Anasema tangu leo mimi navunja mamlaka yake, hayuko tena katika jeshi, na kipatikana akamata awekwe ndani. Mtu mmoja anafanya fujo ndani ya mkutano, anasema mumkamate yule, mumtie ndani apumzike kwanza. Na watu leo kwa Magufuli wanaogopa. Maana yake nini? Haki inatafutikana. Sababu gani? Sababu Magufuli ni mtu wa haki, haki inatafutikana. Wanaogopa. Mama mmoja anafanyaga biashara ya samaki, alituambia, nasema kwa Magufuli hakuna mchezo. Akisha kutuambia ni hivi samaki zitakuwa na ni vile zitakuwa, hakwake hakuna mchezo. Nini? Haki. Haki ikikosekana, nchi inaomboleza na kila mtu anazoifika. Mimi kama tuko watu ya mwisho leo. Wao wana nchi ni nchi tu, ikijitokeza inaingia sawa wenyewe naingia kwao. Ni kuingia sawa wenyewe naingia kwao. Wanasema baada ni banamuke abakuwa kama banaume. Wao shamba. Biblia inasema hapa, pamoja na wanyama
wa kondeni na ndege wa angani, naam, samaki wa baharini pia wataondolewa. Walakini asishindane mtu, wala mtu asikemee, maana watu wako ni kama wao washindanao na kuhani. Maana yake nini? Ubaya utapata hata wanyama wa pori. Sababu gani? Sababu wale watu kwanza walishindana na Mungu, na walishindana na Mungu watashindana na watumishi wa Mungu. Na mshangae, watu wakishindana na Mungu watashindana na kanisa. Watu wakishindana na kanisa watashinda hata serikali. Serikali ikishindana na Mungu itajiweka katika mikono ya shetani. Na baadaye ni nini? Shetani ndiye mharibifu. Shetani ndiye mwizi. Watu wakiomboleza, nyama zinaomboleza. Leo kama unasikia jinsi gani wanyama wa watu wengine wanauawa usiku na mchana, utashangaa wale wanyama wanakufa nini? Ile ni hatari. Nchi ikikosa haki, vitu vinaharibika. Watu watakufa, wanyama watakufa, na watu watalia. Watu watalia. Unaona, ukiendelea pale mbele, na wewe utajikwaa wakati wa mchana, na nabii naye atajikwaa pamoja nawe wakati wa usiku, nami nitamwangamiza mama yako. Unaona ya kwamba Mungu wakati anahukumu hata hurumia dhambi ya wenye ujuzi, hata hurumia dhambi ya wafalme, hata hurumia dhambi ya wanawake, wala kuhurumia hata dhambi ya watumishi wake. Unajua kama tunakuwa na kiburi, mie niko reverend, mie niko hakuna reverend kwa Mungu. Reverend ya Mungu ni utakaso katika maisha. Kwanza lile jina la reverend litoka wapi? Hii majina yenye tuko nayo, huyu ndiye archbishopa, huyu ni nani, bamwizi, basherati, banyanganyi, hakuna kweli, banajua kabila hii moja tu, ingine yote itoke. Iko wapi? Reverend ni mtu mwenye anapaswa kujiheshimu. Ile heshima yake hata mpagani banaweza kumuita reverend. Ile ni titre ya Bakristo yenye walipata katika siku zilizopita, lakini haiko ndani ya Biblia. Mungu tu ndiye mheshimiwa. Kama tuko mbele ya ba excellence, ni kuinama chini hivi, excellence honorable, excellence liwale, excellence maire. Majina ya unafiki. Unaisema vile saa uko mbele yake, lakini saa unatoka mbele yake unampatia jina lingine. Ule ni mwizi, ule ni msherati, ule ni mnyang'anyi, wewe ni kama dhambi zikiingia ndani ya nchi zinaharibisha watu wote. Na mwisho haujui ni nani anakuheshimu ya kweli na mwenye anakuheshimu ya uongo. Na mara kwa mara ni sisi ndio hatuheshimiani ya kweli, sababu sisi tunasema ukweli. Na ukisema ukweli uko adui ya mwanadamu, lakini msema kweli ni rafiki ya Mungu. Na ukiambia kiongozi kweli unakuwa adui. Wenyewe wanamumanipile, unajua biko wanamtafuta kwa franga, wanamtafuta kwa kazi, wale wako na nafasi. Mwisho ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mungu atusaidie. Kukosa maarifa ndiko kuna acha mataifa mengi duniani leo yanateseka. Sisi wa Kongole tunateseka sababu watu wetu wamekosa maarifa. Na mimi ninataka kuisema kama huyu nabii mwenzangu, watu wangu wanaangamia sababu ya kukosa maarifa. Wao niambie, hata nyipeke mungelikuwa mnalala usiku, nani mtu atakamata kisha anasema nitaenda ninachinja watu kusudi nikuwe mzuri? Ile ni nini? Ni kukosa maarifa. Wao niambie, mwanaume hawa wenyewe wako hapa na mapantalo, mwisho anaambia mwenzake mwanaume, pita hapa wewe utoshe pantalo, ninataka kuzini na wewe. Ni nini? Mama nadhani Mungu ni bumbafu.
Mungu anakuwa na akili, na Mungu akikasirika maana yake ameona kitu. Wewe mwanamke, enda akamate umbwa, akamate punda yake au farasi yake, anaiambia utakuwa bwana yangu. Haiko kuiambia tu, lakini kwa tendo anatenda usherati pamoja na mnyama. Wewe unafikiri ile ni akili? Si mtu alishakufa. Watu wanakufa sababu ya kukosa maarifa. Mshinwa banasema nchi tajiri, chakula inatoka kwao, nguo zinatoka kwao, kila kitu kinatoka kwao, lakini banajiruhusu kuwa banachinja batu, banatosha nyama ya batu, banaweka ndani ya makopo, banaenda kuuzisha, zinakuwa macorne beef. Wao ushangaa, hamu yaona kama mtu akikosa maarifa ya Mungu anakuwa mwenda wazimu. Na ile ndio inaleta upotevu. Mungu asipotuhurumia tunaangamia. Leo ukunaona mtoto anaua mama yake, mliona ile? Anakamata mama yake anamuua hapa kwetu. Lakini Kinshasa pia aliua mama yake, anapata hivi analutupa lukufu. Mtoto auwe baba. Mzazi mwanamke mwenye Mungu aliambiaga unapaswa kuzala ujaze nchi. Mimba ikiingia anaenda kwa munganga, anajitandika. Munganga mwenyewe alifanya serma, mimi sitauaga kwa makusudi. Mshaguse ndani ya tumbo, nenda kutafuta nani? Malaika wa Mungu mwenyewe hana kosa, hana dhambi yoyote. Anamchinja na mama yake pale kwa nashukuru Mungu, ninamshukuru Mungu sababu banachinja mtu. Mtu gani? Mtoto wa tumbu yake ambaye hajui angelikuwa nani. Ni nini ile? Mnafikiri kama watu wangali na maarifa? Mwanadamu akikosa maarifa iko mbaya kuliko mnyama. Mbaya kuliko mnyama. Mwanamke mmoja kule Kinshasa, bwana yake alifanya usherati. Anamungoya usiku. Ananoa kisu. Sasa nasikia bwana anangoroma, nadhani yule bwana naye alikuwa amekunywa pombe, anamkamata. Anamkata hivi. Tupa uchafu, banaenda kukamata munganga, mtu alishamalizika. Mna mawazo gani? Mwanaume akate bibi yake liziba. Maarifa iko wapi? Wapendwa, tuko katika dunia inayochanganyikiwa. Tutaendelea fundisho yenyewe, lakini ninapenda kuambia ya kwamba siku zenye tuko ndani yake na siku za Hosea havitofautiani. Vinafanana na vinaleta uchungu katika moyo wa Mungu, na sisi kama kanisa tunapaswa kukaba, tufanye angalisho, sababu ikiwa sisi tutafuatana na dunia, tukumbuke ya kwamba Mungu ataihukumu dunia, lakini sisi pia tutahukumiwa pamoja na dunia. Na zaidi sisi watumishi tuliowekwa kwa ajili ya Mungu kusema kwa ajili yake, ewe Israeli, nitakutenda hivi, na kwa kuwa nitakutenda hivi, ujiweke tayari ukutanane na Bwana Mungu wako. Wewe ukaamini ukasema nitakuwa Mkristo. Mungu asifiwe. Sio Kristo yako. Lakini maisha yako inahubiri Mungu namna gani? Maisha yako inasema nini juu ya yule Yesu uliyemwamini? Walio nje wanasema nini juu yako? Mungu atubariki. Mungu atujalie neno. Ni interpellation. Mwenye kutaka kusikia anasikia, mwenye hataki anaacha, lakini Mungu ni shahidi ya kwamba tunasema iliyo yake. Amen. Amen.